Kwanza nianze kwa kutoa pole nyingi kwa haya ambayo yametokea kwenye taifa letu, ambalo kwa kweli kama taifa tumepita kwenye kipindi chenye mtihani, lakini ninaamini kwa ustamilivu wa taifa letu na Tanzania wetu na uwezo wa viongozi wetu tutavuka salama kwenye haya ambayo tumeyapitia. Na mimi nilisema ni toe ya kwangu machache. Kwanza kabisa nianze kwa kushukuru sana hotuba ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambayo ameitoa jana tarehe 14 mwezi huu wa 11 wakati akilihutubia bunge na akafungua bunge. Hotuba ya Mheshimiwa Rais imejibu matarajio na mahitaji ya Watanzania. Mheshimiwa Rais amezungumza mambo mengi na mambo mazuri ambayo kimsingi yanakwenda kulisaidia taifa letu, na nitumie fursa hii kumpongeza sana Mheshimiwa Rais. Miongoni mwa mambo ambayo Watanzania na jamii ya Watanzania tulikuwa tukiyasubiri kwa hamu ni kuona kuwa na maridhiano ya kitaifa. Mheshimiwa Rais amefungua hilo jukwaa kwamba sisi sote ni Watanzania, na hata tunapotofautiana kwa itikadi na vyama vyetu, udini wetu, makabila yetu, lakini bado tunabaki kuwa Watanzania. Na kama tunabaki kuwa Watanzania, hatuna sababu ya kuliharibu taifa letu, sababu sisi sote ni Watanzania. Kwa Mheshimiwa Rais amezungumza na amefungua mlango wa mazungumzo. Hii inatupa jambo gani? Moja, tunaye kiongozi msikivu, kiongozi ambaye anasikiliza, lakini pia tunaye kiongozi ambaye anafanyia kazi yale yanayohitajika au yale yanayozungumzwa na wale anaowaongoza. Kwa hiyo mimi kama mdau wa masuala ya amani, lakini pia kama kundi maalum ambalo kimsingi ndilo kundi linaloathirika zaidi pindi tunapokuwa tukipoteza amani, kwangu mimi na wenzangu tumefurahi sana. Kwa sababu, kwa nini tumefurahi? Tumefurahi kwa sababu moja, watu wenye ulemavu ndio wamekuwa waathirika wakubwa pindi haya matukio ya uvunjifu wa amani wanapotokea. Mwenye uwezo wa kukimbia anaweza kukimbia, lakini mwenye ulemavu wa miguu hawezi kukimbia. Mwenye kuona anaweza kuona njia ya kukimbilia, lakini asiyeona hawezi kwa sababu ana ulemavu wa kutokuona. Kiziwi anaweza kushindwa kuona wapi, kusikia wapi kuna hatari, na badala yake akaifuata hiyo hatari. Lakini yule ambaye ana uwezo wa kusikia anaweza kusikia na asielekee huko kwenye hatari. Kwa hiyo sisi kuwa na mazungumzo ya kitaifa yanakwenda kusaidia makundi haya na Watanzania kwa ujumla kuishi kwenye taifa ambalo tulizoea kuishi kwa amani na kufanya shughuli zetu kwa amani. Kwa hiyo sisi kama kundi miongoni mwa makundi yaliyoko kwenye jamii, mara zote tumekuwa tukisisitiza kwamba kama taifa tunahitaji kulinda sana amani yetu. Na kama tunahitaji kulinda amani yetu, basi vile viashiria ambavyo vinataka kuvuruga amani yetu, basi kwa pamoja tunao
nguvu ya pamoja ya kuweza kuvizuia visiweze kuharibu amani yetu.